السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، tunamshukuru Allah kwa fadhila zake na kwa utukufu wake aliyetujalia sisi tukawa miongoni mwa waja ambao wapo kwenye vikao ambavyo Mwenyezi Mungu anaviridhia. Akikuchunga Mwenyezi Mungu akakusogeza kikao ambacho yudhkaru fiha ismuhu, jina lake hutajwa mahala hapo, uone kwamba hiyo ni bahati kubwa. Licha ya muonekano wa vikao hivyo, na pengine kwa watu wengi vikawa havipendezi na kuvipa muda likawa ni jambo zito, lakini Allah kama kakupa bahati hiyo ya kuwepo mahala hapo na ukautumia muda wako mahala kama hapo, basi alaika an taqula walau biaqalli tahmid biaqalli shukri alhamdulillah, kwa uchache angalau tumshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah. Leo tunaingia surat at-Takathur katika darasa yetu ya tafsiri, sura ya 102 kwa mpangilio wa mashaf. Ni sura ya 102 kutokea suratul Fatiha Baqara ila surati Nas. At-Takathur, neno takathur ni wingi, kutaka wingi. At-Takathur, kutaka wingi. Lakini tutaona huko mbele wingi upi unaozungumzwa hapa unaotakiwa. Na sura hii ni sura iliyoteremka Maka, ina aya 8. Ndani ya sura hii Allah ametuwekea maagizo, mafunzo na mahimizo na hadhari na indhari. Akazungumza na sisi kwa lugha nzuri ya ukumbusho kuhusiana na mashughuliko waliojitwika watu. Yani tunaishi katika dunia tumejitwika mambo mengi sana. Yawezekana umejitwika mambo ambayo alhamdulillah hayakutoi katika mstari, na hilo ni jambo muhimu sana kuchunga. Wewe ishi katika maisha haya, lakini shughuli zako za kujitafutia riziki, za kujitafutia maisha zisikutoe katika mstari wa kumsahau Mwenyezi Mungu. Bora zikutie mahala pa kuwa na Mwenyezi Mungu, hapo hapo kwenye shughuli zako. Ukiwa kwenye kilimo chako shambani, uwe upo na Mwenyezi Mungu. Umetoka nyumbani unakwenda kutafuta riziki za halali, manake tayari ni ibada, unakwenda kumridhisha Mwenyezi Mungu. Upo kazini, upo katika mahala popote ambapo unajipatia chumo lako la halali, ujue kwamba kutafuta chumo la halali
ni sehemu katika ibada. Kwa hiyo wewe ukishughulika, basi usighafilike moyo wako. Ukishughulika katika kujitafutia riziki, usighafilike moyo wako ukapotea, ukaingia mahala ambamo Mwenyezi Mungu atakuwa hayuko radhi na wewe. Kwa sura hii itatuzungumzia zile shughuli na mashughuliko ya watu katika kujitafutia maisha yao, katika kujitafutia tonge yao, lakini mpaka mauti yanawafika kuchukua roho zao, wao watakuwa wapo wapi? Yani wewe na mimi tukae mahala ambapo tunajiweka tayari, pindi ghafla mauti yamekuja yametukuta, sisi tumekaa mahala gani? Sisi tunamwelekea Mola wetu kwa umbo gani? Kwa namna gani tunamwelekea? Ameturidhia, kafurahi na sisi kutupokea kule? Kwa sababu waja, hakuna muda wa furaha kwa mja kama pale ambapo anakwenda kukutana na Mola wake. Huo ni muda ambao mtu hataki hata acheleweshwe. Unapokwenda kumzika mtu, munapeleka jeneza ya mtu mwema, muumini, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Wakati mnampeleka, anaona kama mnamchezesha, mnapoteza tu muda, kwa sababu moja katika hamu na shauku zake katika kule kwenda kukutana na Mola wake, anatamani aende kukutana na Mola wake. Sasa mimi na wewe tumejiwekea mazingira yapi? Mazingira ambayo tuondoka katika dunia tuna furaha, tunakwenda kukutana na Mola wetu, au tunaondoka katika dunia tuna huzuni, bora wasitupeleke, lakini hawezi kukaa na sisi kwa sababu muda wetu wa kuishi duniani umekwisha. Sura hii itazungumza na sisi kuhusiana na mauti yanayokuja kwa mtindo kama huo, huku yakimkuta mtu bado anaitazama dunia kuitaka, lakini dunia imemkataa. Anasema mwenye kusema, almautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal. Mauti huja ghafla tu bila hata kutarajia. Tulikuwa naye sasa hivi hivyo tulikwenda naye hapa, tukaingia naye hapa, tukazungumza, mbona sijamuona na dalili zozote za kuumwa. Almautu yati baghtatan walqabru, na kaburi sunduqul amal, ndilo sanduku la matendo. Sura hii, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathur, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Ni maneno yaliyokusanywa katika aya 8, lakini hii sura
Ukiitazama inakukumbusha maisha yako ya dunia na vipi uyaishi, inakuelekeza maisha yako ya akhera vipi uyatazame kuyaendea. Allah anaanza katika aya ya kwanza, alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur kumekushughulisheni kutafuta wingi. Tunaambiwa sisi kumekushughulisheni kutafuta wingi na wanawachuoni wakatafsiri kutafuta wingi kuliko washughulisha watu ni kupi? Huu wingi huku alikoelemea watu kwa sana kukutafuta ni katika vitu gani? Vikazungumzwa vitu vitatu, na nyinyi mtakuwa mashahidi katika mwahala ambamo ulimwengu wetu umewateka watu na kuwachukua wakawa hawana nafasi, ni mwahala mutatu. Kwa tukitafsiri, tutaitafsiri kama tuliofundishwa na mashekhe zetu, alhaakumut takathur, kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Vitu vitatu hivi mbio zetu sote hapa, tukijitazama tuko hapa. Alhaakumut takathur, kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Hii jaha maana yake cheo, ulwa. Shaghalakum ayuha nnasu tafakhuru bil amwali wal auladi wal rijal an taati llah wa anil istidadi lil akhirah. Maana yake Mungu anakusudia kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Watu wameshughulishwa na kutafuta fahari ya mali. Mtu anataka mali nyingi, hujakatazwa, ndio tunawekwa tayari hapo katika hadhari, tupaangalie. Wal auladi, na watoto pia. Watu wameshughulika kutafuta watoto. Halafu vitu viwili hivi Mwenyezi Mungu akavizungumza ndani ya Qur'an, akasema innama amwalukum wa auladukum fitna. Msikilize, Mwenyezi Mungu anasema hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Kwa nini fitna? Kwa sababu watu mali zinawaulisha, wanauana watu kwa sababu ya mali, wanagombana ndugu kwa sababu ya mali iliyowachwa ya mirathi. Watuhibbuna almala hubban jamma. Allah anatuambia katika suratul Fajr, nanyi mnaipenda mali mapenzi yaliyo makubwa. Hakuna aloko hapendi mali hapa. Kama hupendi wewe si binadamu, lakini kila mtu anapenda mali, kila mtu anapenda mali. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Watoto wanatugombanisha. Kuna mtu anagombana na jirani yake atikisa mtoto wake kagombezwa na jirani, sema hasidi tu, kakatazwa jambo la manufaa. Yani vile kukatazwa ndo manufaa yake, au vile kuagizwa ndio manufaa yake. Yeye mzee anakasirika, anasema kazi husda tu, si wazae wa kwao wafundishe, au wazae wa kwao wagombeze, wazae wa kwao wapige. Mtoto wa kwangu mimi amuone kama yai, tena anakuwa mkali. Mtoto asifundishwe, anagombana kwa sababu ya mtoto. Akiharibikiwa unamwendea na kesi kuhusiana na mtoto wake na akhlaqi zake, tabia zake, mwenendo wake huko nje. Anamkingia kifua, mimi mwanangu hawezi kufanya hivyo katu. Hizo ni hasadi za watu tu tayari. Lakini usimkatalie mtoto, tena nakupa neno hilo, usimkatalie mtoto lolote litakaloletwa. In jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Hujurat, akikujieni mtu fasiki na jambo, litambueni, litafuteni undani kwanza.
Usilikatae, usilikubali. Utalikubali, unakwenda kugombana na mtu kwa sababu ya taarifa uliyopokea. Utalikataa, uje ukose kulitengeneza wakati muda kulitengeneza ulikuwa upo. Mimi mwanangu hawezi kumiliki simu bwana, hii yangu mie umndani hata haichezei, hana habari nayo. Mwanangu mimi wale watu nje anawaogopa, anamtengezea mazingira kama vile anamjua sana, lakini hawa watu nje anaweza kana wanamjua zaidi mwanao kuliko unavyomjua, kwa sababu kuna watu wana tabia moja na mwanao na wanayoyafanya hawafichani. Likivuja kwa huyu, ukilipata wewe lichunguze. Anayevuta bangi havuti mbele ya babake wala mwalimu wake wala shekhe wake, siku zote atakuwa anajificha mbele za watu hawa. Lakini ikifikia hatua umeletewa taarifa mwanao naye anaonja, basi usikatae. Hao wa nje wakijiweni wanamjua zaidi huyu mtoto wako. Tafuta namna ya kutengeneza. Siku ya pili akikutikana na jambo, unaweza usiambiwe kwa sababu unakataa mapema, wanakuja kukucheka watu baadaye. Watoto, mali, watoto, jaha, cheo, vitu vitatu hivi. Watu maofisini wanatiliana fitna. Anaweza mtu akaiba dokumenti muhimu ili wewe uingie matatani, nafasi ile uikose. Anaweza mtu akakuendea mbio kwa waganga wakorofi ili wewe pale kazini watu wakuchukie, mabosi wakukatae, kazi zako zisiende vizuri, uingie dosari, uharibikiwe. Na ndani ya maisha yetu halikadhalika, kwa sababu ya nini? Ya vyeo na ulwa na nafasi. Mtu anataka nafasi akasahau kwamba Mwenyezi Mungu humpa nafasi amtakaye. Tafuta namna nzuri ya kuipata nafasi, na hiyo nafasi wakati unaitafuta jua kuwa ni mtihani mzito. Kwa sababu gani? Ukiipata nafasi unakwenda kuwa mchunga wa wale walioko chini yako. Kila nafasi au kila mazingira ni mtihani. Kwa Mwenyezi Mungu akatushtua kwanza, anatuambia katika aya ya kwanza, kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Kwa hapo mwanadamu tayari kashajijua kwamba mimi haya matatu yananipelekesha kweli. Kiamka asubuhi mbio, umestaafu lakini ngoja bado nitafujapokea nini. Hapa mimi nikikaa hivi pensheni yangu hii nitakufa njaa. Kushachoka, lakini ndo kwanza yani unakwenda kutafuta kazi ngumu kuliko kazi ulizokuwa nazo kabla una nguvu zako, kwa sababu ya kupapia. Ndio dunia ilivyo. Sasa shughuli hizi tunazishughulikia vipi? Na Mwenyezi Mungu alipoizungumza aya hii, maana yake mashughuliko tuliojitia katika mambo haya yakatufanya sisi yakatupa al-ibtiad ani taa, kuwa mbali na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Yale mashughuliko tulivyoyafanya sisi, hata swala zetu tukiziingia, ile Ijumaa mtu haijali duka lake linakuwa wazi, anatega mpaka asikie inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ajua huyo sasa hivi ashuka khatibu, ndio hapo haraka haraka anafunga anakimbilia watu. Akifika ndani pale anasikia aqimis sala au qumu lis-sala, Allahu akbar, wanakimu sala. Ijumaa hiyo siku tukufu, siku kubwa aliyowekewa Muislamu huyu ende mapema msikitini, yeye hana habari kwa sababu ya shughuli zake, kibarua chake, kazi yake ni muhimu kuliko Mungu. Na mmoja katika wanachuoni anasema, ukitaka kujua swali tu kipimo hicho, je, mimi nampenda Mungu kuliko jambo lolote au napenda jambo lolote kuliko Mungu? Akasema, jiangalie kushughulika kwako unapolifukuzia au linapotokea jambo la kulifukuzia la Mungu. Mathalan, sami'ta al-adhan, adhana umesikia. Baada ya kusikia adhana, wewe mahangaiko yako
una sacrifice ulichonacho kwa ajili ya kukimbilia kwenye adhana, au haidhuru? Hata nikiendelea hapa, kwanza haidhuru. Ikiwa haidhuru, mapenzi yako kwa Mwenyezi Mungu ni madogo sana. Ikiwa huna raha tena, bora uwache, yani wewe umehamanika kwa sababu ya ule wito. Jambo la swala, hapo sema alhamdulillah, kidogo kidogo tu nasogea kwa Mungu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanasogea. Wengi tuko vipi? Tujiulize sisi wenyewe. Kuziharakia amali njema kuzifanya, wewe uko katika spidi gani? Spidi yako 4G, 3G, 2G au network ya kawaida, hata internet hujawasha? Wewe uko vipi kuyakimbilia mambo ya kheri na mazuri ya Mwenyezi Mungu? Mimi bwana, kwanza sina raha kama sijapata surata Yasin asubuhi, sina raha kama sijapata kuswali salata dhuha, sina raha kama sijashika mashaf kwa siku ile, sina raha kama sijaswali. Mimi kama sijaswali najiona kama nina jabali, kama mzigo mkubwa katika kichwa changu sijautua. Siwezi kufanya lolote kama sijalifanya hili. Mimi kukimbilia siku ya Ijumaa. Ijumaa unaipokea vipi ile Ijumaa? Umeipokea kama ni siku ya kawaida au ni siku maalumu? Wenzetu wanatushinda hawa Wagalatia, hawa Kristo. Siku ya Jumapili a very special day kwao, ni siku muhimu, siku maalum. Hata watoto wao wanavyoandaa na wao wanavyotoka mitoko yao wanakuwa kivyengine. Sisi Waislamu inawezekana pengine yule khatibu akapachua kanzu yake hivyo hivyo tu ile siku ya Ijumaa. Lazima tuyape heshima mambo yetu, tuyaweke katika daraja zake. Hatta zurtumul maqabir, mpaka mtapoingia makaburini. Yani usione kwamba kuna siku haya mashughuliko yako ya kutafuta mali, watoto, kila yatakwisha. Useme bana, mimi natarajia hapa siku mbili hizi tatu au wiki ijayo mwezi ukimaliza, mimi nitakuwa na muda wa kutosha kufanya kheri. La, kwanza huna hakika ya kufika huko unakokutarajia. Lakini pili, usitarajie kwamba kuna wakati utakwenda kupata muda wa free. Yawezekana kila siku zikienda mazonge ndo yanakuongezekea. Ndio maana Allah akatufunga hapa, tumeshughulika sana kutafuta dunia. Jamani, tusitarajie kuna wakati haya mambo yatakatika tukawa free tukafanya ibada tu. Ndio humo ndani ya mashughuliko yako, ndio humo fanya ibada, muda wako hujui. Hata zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingia makaburini. Hapo ndo mwisho wa nini? Mambo yote. Ukishazikwa ndio shughuli zishakuisha. Hapo ziko wapi? Utafanya shughuli gani muda huo tena? Wenye shughuli zao wakikupenda sana ofisini, wakikupenda sana katika mamlaka yako, mtu mzuri kama huyo hakuna. Siku ukifa wanakwenda kukuzika. Shughuli yako anairithi mtu mwingine, mke wako achukua mtu mwingine, baba, gari yako anarithi mtu mwingine, na mali zako wanagawa na watu, pengine hata kugombana, lakini wewe ndio hupo tena. Mwisho line ni kile kifo. Ndio maana tukasema kule almautu yati baghtatan, mauti anakuja haraka tu, ghafla. Ndio maana Allah hatta zurtumul maqabir, yani hatta adrakakumul maut, mpaka yatakapokufikieni mauti. Hatta zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingia makaburini, mkazikwa. Kwa hapa aya hii na ya kwanza na ya pili ni aya yenye taubih, yani lawama hivi, ukumbusho, tahadhari. Ndio maana Imamu Al-Qurtubi akasema al-ma'na shaghalakumul mubahatu bikathrati al-mali wal auladi an ta'ati Allah hatta muttum, mpaka mkazikwa. Yani nyinyi kumekushughulisheni, mko bize sana na mashughuli ya kutafuta mali, watoto. Lakini tatizo ni kwamba mnatafuta hayo, mnakuwa mbali na nani? Na Allah. Hiyo ndio shida. Shida sio kutafuta jamani, tafuta mali tena uzipate hasa
na majumba jenga ya kifahari na gari katafuta ile ambayo Pemba hakuna au Tanzania hakuna gari hiyo ya kwako peke yako. Ukipiga starter tu lita 5 zishakwenda, ukiwasha tu ikivuma tayari lita 5 zishakwenda. Tafuta gari hiyo, hakuna shida yote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau baba, usisahau sehemu yako katika dunia. Yani fanya mambo yako yote, lakini sehemu yako ya dunia usisahau. Maana yake ni kwamba vipi? Tafuta dunia yako, pambana sasa kuipata dunia yako, lakini kuitafuta dunia hii na kuipambania, usisahau nini? Akhira, maandalizi yako ya akhira. Ad-dunya mazra'ul akhira, dunia ni shamba la akhira. Yani hapa wewe unalima, unapanda mbegu zako, akhira unakwenda kuvuna. Kwa hiyo dunia iwe ni sehemu ya wewe kuipata akhira yako. Hii dunia chuma mali, lakini Mungu akishakukabidhi hizo mali, jua kuwa kuna haki za watu, haki za mayatima, haki za maskini, lakini itafute dunia yako. Allah anatusisitiza kwamba usisahau. Kuna mtu yeye ndo dini tu, ajifanya mtu wa dini sana, tena yeye hana muda wa kushughulikia familia yake. Anaondoka siku kadhaa, anasema anakwenda fi sabilillahi, jihadi, lakini nyumbani mwanamke huku ameachiwa shilingi 20,000, siku 40 20,000. Wewe hujiulizi huyu atakuwa anakula nini, anawapa nini watoto kwenda skuli, pesa ya skuli? Wewe upo tu uko na moyo wako unakutua. Halafu siku uliozeshwa ukaambiwa jukumu lako huyu kumlisha, kumvisha na kumweka mahala penye uwezo na wewe, lakini unakwenda unajisahau, unajifanya unafanya dini. Dini gani hiyo iliyokuamrisha kufanya hivyo pia? Kwa hiyo la tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako katika dunia. Pambania dunia yako upate ule vizuri, Sheikh, kula saa vizuri, lakini katika kula usile haramu, usidhulumu. Sehemu ya dunia yako iwe vile kuitafuta dunia yako ni kuitengeneza nini? Akhira yako. Lile unalolifanya likawa na sura ya kidunia kupata wewe, liwe lina maana kiakhira, likuingizie nini? Credit katika mezani yako. Si unakwenda kufanya kazi yako ya nguvu, kazi yako ya ofisini, kazi yako ya kibarua, ile kazi yako mwambie Mwenyezi Mungu, natoka na kwenda kutoa jasho langu, lakini sifanyi hivi isipokuwa nataka radhi zako. Siwezi kuiba mimi, nitakuchukiza wewe. Siwezi kumdhulumu mtu, nataka nipate haki yangu ambayo hata kama ni ndogo wewe utakuwa umeiridhia. Hiyo ndo furaha yangu. Mguu thawabu mpaka unafika kwenye kazi yako, unafanya kazi, kila tone la jasho linalotoka katika mwili wako wewe unaingiziwa kule kwa Allah katika mezani yako. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa mezani ya namna bora ya kuishi katika dunia. I'mal liakhiratik kaannaka tamutu ghadan, fanya kwa ajili ya akhira yako. Au ikaja ish fi dunya kaannaka tamutu ghadan, uishi katika dunia kama kwamba utakufa kesho. Angalia mezani aliyotokea Mtume, balance hiyo. Yani utakavyoishi katika dunia ishi kama kwamba utakufa kesho. Lakini akatupa nyingine akatwambia, wa'mal lidunyaka kaannaka taishu abada, ifanyie kazi dunia yako kama kwamba utaishi milele. Angalia mezani hiyo, angalia balance. Ingelikuwa tunaangalia kifo tu sisi, usingejenga wewe, usingejenga. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka kusahau. Hii kusahau tushai kufikiria kwa neema. Unaweza ukaona kusahau ni matatizo, lakini kusahau ni neema.
Shekhe, unaondokewa na mtu mzito, baba yako, mama yako mzazi anaondoka katika dunia, unaumia. Ingelikuwa hatusahau kila siku tunalia sisi, ingekuwa hatuendelee kufanya jambo, lakini linapita lile, linaisha, watu wanaendelea na shughuli zao. Kwa ile kusahau ni neema Allah ametupa, tukaambiwa tuifanyie kazi kwa ajili ya akhera yetu, kama kwamba tutakufa kesho. Lakini vile vile fanyia kazi dunia yako kama kwamba utaishi milele. Hapo kama kwamba utakufa kesho, maana yake lile unaloliendea unalifanya kwa hadhari, lisiwe la kukuangamiza, hata kama hicho kifo kitatokea kesho. Kila unalifanya na kulisema unalipimia, lisije kuharibia nini kesho yako ya kufa Lakini unaiandaa dunia yako, unaifanyia kazi, unaitumikia kama kwamba utaishi milele. Unaandaa mafundi, unawapa, unawalipa, wanakujengea, na kesho kutwa chake chake unaweka ghorofa, na Unguja kule na ghorofa nyingine, kwa sababu umeweka balance ya maisha kama kwamba utaishi milele. Wakati huo kuna msukumo unakuzuia katika kuyafanya hayo. Kuna kitu kinakuvuta, bwana pengine kesho ndo kufa. Kwa kuna vitu viwili hivi huwezi kupotea. Kuna kimoja kinakuvuta, bwana mkubwa wafanya hivyo, lakini kesho ndio kufa kwako. Kuna kingine kinakusukuma, bwana mkubwa fanya, bado utaishi una muda mrefu wa kuishi. Hii ni balance. Ukiitumia hii katika vile kuishi na kuitafuta dunia yako, utajikuta unaitengeneza vizuri, unatafuta mali, unatumia, unatumbua. Utakwenda likizo Disemba hii Dubai, fresh tu, una spend time. Lakini una spend time husahau swala zako, una spend time hujawaacha nyuma maskini, una spend time hujadhulumu watu, unafanya mambo yako, lakini kuna vitu vinakuvuta, vinakuzuia, unafanya vizuri yale mambo yako ya dunia. Na ukiitaka dunia, basi itafute akhera. Akhera yenyewe uliyoitafuta ndiyo itakuletea dunia. Sitafahamiana? Usiitake dunia ukaikumbatia dunia, akhera huipati. Yani dunia hii tunaitaka, hakuna lokataka dunia jamani. Kila mtu anataka maisha mazuri hapa. Tunataka magari makubwa makubwa wa Prado, au sio? Tupate magari makubwa makubwa. Tunataka majumba mazuri mazuri na ma AC ndani, AC kila kitu. Lakini ukiyataka hayo, mridhishe Mwenyezi Mungu kwenye yale aliyokuagiza. Allah atakusogezea hayo na akhera utaipata. Usikumbatie dunia ukasema mimi labda nikiwa siswali nafanya kazi overtime ndio nitapata. Wewe utapatikana. Hata ukipata bado umepatikana, hujapata. Aliyepata ni yule ambaye ameitengeneza vizuri akhera, daru albaqi, nyumba yenye kubakia. Sio hii darul fana, nyumba yenye kuisha. Ukiitaka akhera basi ukiitaka dunia itengeneze vizuri akhera yako. Utapata dunia, utapata na akhera. Usisahau akhera ukajiona utengeneza dunia. Huenda ya dunia usiipate na akhera umekosa, au kaipata dunia lakini dunia sikupata, kwa sababu kuna mwisho. Akhera ndio kupata kuliko kuzuri. Ibn Umar katika kutuwekea msisitizo mzuri wa kuitengeneza dunia yetu na akhera yetu akasema, idha amsaita fala tantadhiri sabah, yani wewe ikikufikia jioni, jua likatua, upo hai wewe kama sasa hivi jua limezama, bado tupo hai, lakini tujue kuna wenzetu wameshafunikwa sasa hivi jioni hii ya leo. Mimi na wewe tuko hai, manake jioni imezama, tupo hai. Fala tantadhiri sabah, usingoje asubuhi kuwa utafika. Yani hapa sasa hivi sisi jua limezama, tusiwe sana matumaini kabisa kwamba sisi asubuhi tutakuwa tupo hai. Ukijiwekea hivyo, maana yake haya masaa yatakayokuwa mbele yako, kila saa utalichunga ufanye mazuri. Hata ukitaka kuelekea kubaya, unajiambia la, mimi napata bahati angalau jioni imenifika,
hii asubuhi sina uhakika nayo, wacha nisije nikaharibu hapa. Ndio maana maswahaba walikuwa wakiingia kwenye swala, anaulizwa kama sikosei, Al-Sheikh Waliyullah Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, katika mambo yanayomfanya vile akawa mcha Mungu, akawa anachunga kila kitu, moja alilolitaja, alisema amali zangu mimi najua kabisa mimi ndo mfanyaji, hakuna mtu atanifanyia mambo yangu alafu yaingizwe kwenye uzito wa mezani yangu, hapana, nafanya mwenyewe. Kwa hiyo nikilikumbuka hilo, mimi na struggle, nafanya bidii katika kuzifanya zile amali zangu. Lakini pia mmoja akasema, mimi nikiingia kwenye swala naifanya kama kwamba swala ile ndio swala yangu ya mwisho. Yani tukiswali Isha sasa hivi, ile swala ya Isha wewe ifanye kama hutakutana na swala ya Isha nyingine, bali mauti yatakuja mwanzo. Ile swala utakuwa na khushui na nguvu ya kuiswali vizuri. Yani kuna watu wana akili nyingi ya kutengeneza mazingira ya kufika salama kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ili wewe ufanye mazuri, jiwekee vizuizi pembeni. Kumbuka mauti, kumbuka swala hii ndio ya mwisho, kumbuka mimi pengine sasa hivi hapa nitapata ubize wa mambo kiasi kwamba haya mambo yangu ya ibada sitayafanya vizuri, kwa uyachunge kuyafanya kwa wakati ule. Lakini ukijiachia, kama huna vizuizi vya kukusukuma, unaweza ukapotea njia. Kwa hiyo Ibn Umar akasema, wa idha asbahta, na ikikupambaukia asubuhi ukawa upo hai mpaka asubuhi, fala tantadhir almasaa, usingoje jioni ukasema jioni bwana tutafanya jioni bwana, twende tukaswali bwana, mimi nguo zangu haziswali, mimi nitaanza jioni. Nguo haziswali kweli, unaswali ni wewe. Usiingojee jioni hii, pengine kati hapa katika kitabu Lauhi Mahfudh jina lako lipo, ndio saa yako ya kufa wewe. Waingoja jioni ipi? Hili ulotaka kulifanya hili lifanye kabisa, usingoje muda wa mbele. Kun fi dunya kaannaka gharibun, kuwa katika dunia kama kwamba ni mgeni. Tunamjua mgeni akienda mahala ajiachii. Tusema mgeni hata mle chooni anaingia kwa tabu au uongo jamani? Ukiwa ugenini wewe chooni waingia kujiachia kama kwako? Naingia kwa tabu. Mle chooni kwanza hutamani pale nje pawe na watu. Ukiingia chooni watamani watu hawapo pale, kwa sababu choo ni choo, kina mambo yake. Nyumbani ulikozoeleka, yale mambo ya chooni yakitokea, hata yakisikika nje, hujisikii tabu na uko nje za kukutania, wakasema neno na wewe ukajibu au kanyamaza ukacheka. Lakini ugenini unaweza ukawana na madoo au ukafungua mfereji kwa spidi zote, ili tuyabakie mule yamalizane nyinyi kwa nyinyi tu. Sasa ndio ugeni. Kwa hiyo duniani uwe mgeni, unakuwa na hadhari mambo mengi, unakuwa unaogopa hata kuyafanya yale mazuri, unayachunga uyafanye vizuri, si ndio mgeni? Mgeni anaogopa. Unajua aibu ya ugenini mara nyingi inakuwa nzito zaidi Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kun fi dunya ka'annaka gharibun, kuwa katika dunia kama vile mgeni. Mgeni hajiachii, hata nguo zake anazokuwa nazo anachagua tu nguo hizi na hizi basi. Sasa duniani tuishi kama wageni, kila jambo unakuwa una kiasi nalo. Lakini vile vile au abiri sabil, au mpita njia naye kama kuna kivuli hata kujipumzisha ni muda mchache, unapumzika kidogo, hajiachii pale tena akalala, usingizi ukamchukua akakoroma, akiamka mabegi hayapo, simu hana, kwa pale akikaa hivi anakaa mtego. Usingizi ukija ukamzidi kidogo, ni kusinzia ile ya kudona kidogo, lakini akisikia chakara tayari kashashtuka. Ndio mpita njia. Na Mtume akatuambia tuwe kama wapita njia, maana yake tuwe tuna hadhari. Mwenzako tangulia, pengine anayefuata ni mimi, nikae vipi, niishi vipi? Naam,
hatta zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingia makaburini. Hapo ndo mwisho wa shughuli zenu zote. Kalla, sivyo hivyo. Vipi sivyo hivyo? Kushughulika na dunia na hayo tuloyataja mpaka ikafikia hatua Mungu kamsahau, sivyo? Kalla, sivyo hivyo. Saufa ta'lamuna, karibuni mtajua. Sasa hivi tukiambiwa kuna moto, jamani, kuna hivi, kama vile utani, unaona kama bado nipo kwanza, maisha ninayo. Lakini kalla, sivyo hivyo. Saufa ta'lamun, karibuni mtajua. Thumma kalla, kisha sivyo hivyo. Saufa ta'lamuna, karibuni mtajua. Aya hiyo imerejewa ikifanana, majua maana yake at-taukid, mgogotezo. Ukiona aya zinafanana zimejirejea vile vile, au imeongezeka kitu kidogo tu, hapo imeongezeka thumma, kisha, lakini kulikobaki ni vile vile kalla saufa ta'lamun. Maana yake tunagogotezwa, ni mgogotezo, tunaoneshwa uzito wake. Kalla, sivyo hivyo. Saufa ta'lamun, karibuni mtajua. Thumma kalla, kisha sivyo hivyo. Saufa ta'lamun, karibuni mtajua. Ya Rabbi, mtajua kitu gani? Karibuni mtajua. Sasa hivi hatujajua uhakika. Kisha akatuongezea dozi nyingine Allah, kalla, sivyo hivyo. Lau ta'lamuna, lau mngelijua, ilmal yaqin, ujuzi wa yaqini. Yawezekana tunajua sisi tutakufa, tutaingia kaburini peke yetu, ndani ya kaburi mtakuwa na kiza, matendo yako uliyoyafanya ndo mwangaza. Ndani ya kaburi mtakuwa mna adhabu, mna malaika wa kuadhibu kila kipindi cha swala kwa asiyeswali huku duniani. Yawezekana tunajua yote hayo, lakini sio kwa ilmu ya yaqini. Ule utambuzi wa yaqini, tukifika huko ndo tutajua kwa uyaqini kwamba ndo hivi kumbe. Lau mungelijua ilmu al-yaqin, kwa ujuzi wa yaqini. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuzungumza kuhusiana na ahwali za akhira, yale mashakil na matatizo na mambo ya huko twendako safari hiyo na shida zake, siku moja akasema, lau ta'lamuna, lau mngeliyajua, ma a'lamu, yale ninayoyajua mimi. Mtume anasema lau ta'lamuna, lau mngeliyajua, ma a'lam, ninayoyajua mimi, la dhahiktum qalila, bila shaka mngelicheka kidogo. Yani ule muda wa kucheka ukaseketea msingekuwa nao, mngeliyajua hayo mimi Mungu aliyonifundisha ninayoyajua. La dhahiktum qalila, mngelicheka kidogo. Wala bakaitum kathira, na mngelilia sana. Kulia ni ibada kwa ajili ya Allah. Ukakaa peke yako ukamkumbuka Mungu, ukakumbuka akhera, ukakumbuka moto, ukakumbuka pepo. Vipi nikikosa pepo nitakuwa vipi? Ikiwa mimi nitakuwa mja wa motoni, wal billahi min dhalik, vipi itakuwa hali yangu? Vipi siku ya kiyama nitakuwa mimi? Halafu mpaka machozi yakawa yanakutoka, unamtaja Mwenyezi Mungu, unalia. Ni ibada katika ibada. Sawa, usilie timu yako ikishindwa tu. Simba umepigwa au Yanga imepigwa, halafu wewe siku hiyo ndo huli. Yani kuna watu hawali kwa sababu ya mpira da. Siku hiyo hali, siku hiyo yani kama mgonjwa unamuuliza unaumwa, asema bwana leo bora afadhali ningekuwa naumwa kidogo singeniona hivi. Lakini bwana, mbili wabovu wale tupiga mbili sie. Sasa lakini chozi lake mtu halijawahi kutoka kwa ajili ya Allah. Ubaya wa moyo kuwa mgumu. Tujitahidi nyoyo zetu ziwe laini. Kuna tiba ya moyo, mpaka moyo uwe laini. Ukimkumbuka Mungu wewe unakuwa katika hali nyingine za huzuni.
au za furaha kwa kumpenda Mungu, au furaha ukimtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwe kuna hali nyingine, sio kama ninavyomtaja nani we Feitoto, Diamond, sijui Zuchu, wale watu waliokuwa hata Mungu wengine hawamtaki wala hawamtambui, hata swala hawazitaki. Ikawa athari yako wewe akitajwa wale na akitajwa Allah na mtume wake, wewe kwa kweli ni kawaida tu. Anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe hata usemi sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Mtu bakhili, mkorofi huyo. Bakhili ni yule ambaye mimi nitatajwa mbele yake halafu yeye akaona tabu hata kunitaja. Ndio maana akitajwa Mtume sauti itoke hasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwe na ashki. Kuna watu wale ahlu dhikri, akitajwa Mtume unakuta mtu mwili anacheza sasa sallallahu alaihi wasallam. Wewe kama unakaa kichaa, sio kichaa wewe. Huyo mahaba yameshaingia mpaka ule mwili wake hauzuiliki akitajwa bwana mkubwa kama huyo, au akitajwa Mungu mpaka mwili unacheza cheza. Kaa hivi vikadude tu, alafu ta mdomo wako mtu kuna vitu vingine vikitajwa anaamka sasa, vitu anavyopenda yeye. Ifikie hatua ya wakitajwa watukufu kama hawa, Allah mwenyewe, Mtume Muhammad, mawali wa Mwenyezi Mungu, sisi ndio tujisikie kama kuna ladha fulani hivi tunaipata. Naam, kalla sivyo hivyo, lau taalamuna, lau mungelijua ilma al-yaqin, ujuzi wa yaqini. Kama vile kuna maneno hivi yanataka kuja, jawabu yake ni ipi? Jawabu yake ni mahdhuf, imeondoshwa jawabu yake. Maana yake kuna unajua, hata sisi kwenye Kiswahili anakuja mtu lau ungelijua yaliyoko chake leo, hamalizi anakuachia question mark, unajiuliza kuna nini, na jawabu hizo kalipata usengeacha kwenda, si ndio? Na Mwenyezi Mungu hapa anasema lau mungelijua ujuzi wa yaqini, lau mungelijua ule ujuzi wa yaqini yaliyoko huko na yatakayowapata watu waliomsahau Mungu wakashughulika na dunia mno, mungelijua nyie, mngelijitahidi sana kwenye ibada katika utiifu. Jawabu hilo hapo liko mahdhufu, yani limeondoshwa jawabu hilo hapo. Lau mngelijua ujuzi wa yaqini, mngelijipinda kumtafuta Mungu na kufanya jitihada katika ibada. Mngeliachana na haya mambo ambayo yanakupotezeeni muda, halafu mnakuja kuutaka muda hamnao tena. Lau mngelijua ujuzi wake. Lakini Allah hajatujibu hapa, katuacha wenyewe. Uko mbele aya ya mwisho utapata hint, kidokezo cha jibu. La tarawunna aljahim, aya 6, kwa hakika mtauona moto. La tarawunna aljahim, kwa hakika mtauona moto. Hiyo lamu ya kiapo, hiyo taukidi, hiyo kwa hakika, wallahi mtauona moto. Inawazungumza watu ambao wale walioshughulika na yale mashughuliko tuliyoyataja mwanzoni, wakawa hawakukaa sawa sawa, wakaenda walivyotaka wenyewe. Kwa hakika mtauona moto. Thumma latarawunnaha, kisha mtauona huo moto, aina al-yaqin, kwa jicho la yaqini. Thumma latarawunnaha, kisha mtauona huo moto, aina al-yaqin, kwa jicho la yaqini. Hakuishia hapo, Mwenyezi Mungu akasema thumma latusalunna, kisha mtaulizwa. Thumma latusalunna, kisha mtaulizwa, yauma idhin, siku hiyo, ani naim, kuhusu neema. Si mlikuwa mnazitafuta kwa wingi hizo mali? Hizo mali hazitaishia mkatumbua mkazitumia tu mkabanja tu, hizo mnakwenda kuulizwa mlizipataje? Neema hiyo Swali la kwanza, uliipataje? Haya, yawezekana uliipata vizuri. Swali la pili, uliitumiaje? Maswali yote mawili mtajiandae. Kuitafuta, uliipataje? Kuitumia, uliitumiaje? Nilitafuta kwa njia za halali riziki zangu mpaka Mwenyezi Mungu kanipa utajiri huu au mali hii,
lakini mimi baadaye katika kupata nilijua kuna zaka mwisho wa mwaka nitoe, nilijua kuna mayatima, nilijua kuna maskini, nilijua kuna watu wastahiki wapate, kwa sababu wao uliwanyima ukanipitishia mimi ili wao wapate kupitia mimi. Thumma latusalunna, kisha mtaulizwa yaumaidhin, siku hiyo, ani naim, kuhusu nini? Kuhusu neema. Tujiandae na maswali, kila mmoja wetu anakwenda kuulizwa. Neema yako ya ujana uliitumia vipi? Mpaka Mtume siku moja akasema, kijana aliyekulia katika dini ana nafasi yake ya kivuli siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa arshi ya Mwenyezi Mungu, kuwakinga watu na jua litakalokuwa hapa. Pengine feni liko mbali pale, jua linashuka hapo, liangalie jua la siku hizi kule liliko, na sayansi wanasema ni miles milioni 990 na miles milioni 990. Jua liko mbali kiasi hicho, lakini shekhe, likikupiga unaona kabisa kizunguzungu. Siku ya Kiyama litashuka maili hii moja, sio 1 milioni hivyo, moja hii moja ya hesabu hapa tu. Kuna watu watapewa kivuli na Mwenyezi Mungu. Kivuli hicho hawata, maanake hapa duniani pia unakaa kwenye kivuli, lakini ukielekea kule kwenye jua wajiona kama hujajificha jua, linakuumiza. Lakini hicho ni kivuli ambacho aina yake cha starehe. Watapewa watu 7 tu, watu aina 7. Mmoja, shabun nasha fi ibadatillah, kijana. Hapa kuna vijana wengi, aliyekulia katika makuzi ya ibada. Ndio kama hivi kuwakuta vijana wamekaa kama hivi, jambo kubwa. Misikiti mingi utakuta wapo wazee tu, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu atuzidishia neema kama hii. Kukaa mahala kama hapa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo kama na wewe wajitengenezea mazingira katika hao vijana watakapata kivuli siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Kwa neema ya ujana, neema ya cheo, neema ya mali, neema ya watoto Mungu aliokupa atakwenda kuuliza. Uliwapeleka madrasa ukawasimamia, ukawafuatilia ibada zao, ukawafundisha dini yao, ukafanya jitihada ukawakataza, au ulikuwa unampenda sana mtoto wako unaogopa kulia? Akikasirika huyo, hatupati mtoto wako kutoka dukani leo. Kwa hiyo unaogopa kumkasirisha mtoto wako, lakini uko tayari amkasirisha nani? Allah. Neema hiyo itakwenda kuna wakati unafurahia kupata mtoto, lakini ni mtihani pia. Na kuna mtu analia kashakwisha kwa waganga wote na mashehe wote, hajapata mtoto, lakini ni neema hiyo kuwa hajapata mtoto. Yawezekana Mungu angempa mtoto, angelikwenda kumtilisha motoni, si ndivyo? Kwa hiyo inshallah nitarejea kwa haraka haraka, muda umekwenda sana, lakini kutokana na uzito wa zile aya na yaliomo yanatuchukua kidogo katika muda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathur, alhaakumut takathur, kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, jaha na watoto. Tukasema jaha ni cheo, hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingizwa makaburini, mpaka mtakapoingizwa makaburini. Kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, kalla sivyo hivyo, sawfa ta'lamun, karibuni mtajua. Kalla sivyo hivyo, sawfa ta'lamun, karibuni mtajua. Kama mtu anakupa hadhari, anakuambia mwendo wako sio sawa sawa, karibu utaona kweli. Ndio hapa Mungu anatuambia karibuni mtajua, nendeni tu hivyo hivyo, lakini karibuni mtajua. Thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kisha sivyo hivyo. Thumma kalla, kisha sivyo hivyo. Sawfa ta'lamun, karibuni mtajua. Kalla, sivyo hivyo. Lau ta'lamuna, lau mungelijua. Ilma al-yaqin, ujuzi wa yaqini, utambuzi ule uhakika, ilmu al-haqiqiyya.
lau ta'lamuna, lau mngelijua ilma al-yaqin, ujuzi wa yaqini, la tarawunna al-jahim, kwa hakika mtauona moto. La tarawunna al-jahim, kwa hakika mtauona moto. Thumma la tarawunnaha, kisha mtauona moto, aina al-yaqin, kwa jicho la yaqini. Thumma la tarawunnaha, kisha mtauona moto, aina al-yaqin, kwa jicho la yaqini. Thumma la tusalunna, kisha mtaulizwa, yauma idhin, siku hiyo, ani naim, kuhusu neema. Thumma la tusalunna, kisha mtaulizwa, yauma idhin, siku hiyo, ani naim, kuhusu neema. Insha Allah tutafikia hapo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na maswali ya kujibu kwa zile neema alizotujalia. Neema ya wasaa, huu muda huu ni neema hii. Afya ni neema, utaulizwa afya yako vipi. Pesa, ujana, hata kubahatika kuishi na wazazi wawili uko nao ni neema, naitumia vipi? Hata ukazaliwa ukawa wazazi wako wameondoka wote, pia ni neema, umeitumia vipi? Alichokupa Mwenyezi Mungu, basi wewe ni juu yako kukiangalia kwa namna bora, ili ukitumie vile kinavyotakiwa, ili usije ukapotea. Inshallah. Sadaqallahu alazim. Tupate adhana ili kama kuna swali dakika moja mbili tuswali.